ya Sheikh Mukbil, na alhamdulillah ashrita nimenunua, nimerudi kutoka Yemen na masanduku mawili ya kanda za mashekhe, si mnanielewa? Nilikuja na vitabu na masanduku mawili ya cassette. Watoto wanajua sikuja na jilibabu wala viatu, sikuletea zawadi, hakuna alipata zawadi hata sunni, ni makassette na vitabu tu basi. Yote nini? Nilikuwa na hirsi ya kutaka kujua da'wa salafia. Alhamdulillah nikaifahamu, nimefahamu alhamdulillah. Lakini nimekuja Tanzania sisikii watu wakizungumza jambo hili, mbona mambo yote mageni? Nikiangalia watu wote ansari sunna, ansari sunna, yani watu wanafanya tofauti kabisa na vile hali halisi ilivyo. Hawa watu hawa itakuwaje sasa? Hiyo ni mwaka 2000, mwishoni mwaka 2000 nimerudi hapa, kwa sababu nilipokuja kutoka Mombasa, nilikotoka wapi, Yemen, nikaa nimeishia Mombasa, nikaja Tanzania hapa nakaa, sikwenda mahali popote, nikawa nakaa nyumbani kwetu na kwenda kusomesha pale msikitini na kuswalisha Masjid al-Faruq, ambapo sasa hivi na markaz. Hapakuwa na mwalimu pale, nikaa nasomesha. Abu Hudhaifa huyu ndio alitaka anipeleke Morogoro, aenda kuleta hapa Moshi markazi hii. Nikamwambia mimi siendi, mshahara. Nikamwambia hapana, mimi nakula kwa babangu, yatosha, nitawasomesha ndugu zangu. Nikawa nasomesha pale msikitini. Pana vijana walikuja pale, wengine kutoka Pangani, wengine kutoka Dodoma, na wengine wako pale, vijana kama 6-7, nikawa nawasomesha. Abu Hudhaifa akaja tena na ombi kwamba itabidi uende Morogoro. Nikamwambia siendi, mimi niko hapa hapa nasomesha ndugu zangu, sitakwenda. Yeye ndiye mudiri wa taasisi ya Al-Haramain. Sasa kwa sababu tufahamiana, na yeye ajua tunatoka kwa Sheikh Mukbil, na yeye ajua Sheikh Mukbil ni nani, akanipa baadhi ya vipindi, nikawa nakwenda kusomesha Mahadi ya Mshafi. Hawa kina Fadhil Abu Naima ni mashahidi hawa. Hawa walikuwa ni wanafunzi wakisoma kule. Nikwenda kusomesha, nikawa nakwenda kusomesha. Ilikuwa ni mwaka 2000 ngapi? Mwaka 2000 ngapi? Na moja au na mbili? 2002 ilikuwa. Kwa sababu mwaka 2001 nikawa nasomesha pale Mahadi al-Faruq. Waliniomba watu barahiani kupitia kwa Abu Hudhaifa, alomwambia yule jamaa yako aje atusaidie hapa. Mimi nikaenda kuzungumza na barahiani kwa sharti pia, kwa masharti ambayo tulizungumzana mimi na al-akhi Abu Zakaria. Wakati huo ndo amekuja Abu Zakaria, atuachie ile Mahadi tuendeshe sisi. Tufika pale Mahadi yasomeshwa, lakini hakuna syllabus, hakuna manhaj. Sasa utasomesha vipi? Chuo hakina syllabus yoyote, na hii ni cha nidhamia. Sasa syllabus yenu iko wapi? Wajua ilikuwepo hapa, lakini sasa yeye itabidi muiandike. Ujanja tu hivi. Sasa mbona tutaandika wapi? Katibu, hebu wafungulie kule store, weke meza na kiti pale, itakuwa pale utafanya kama ofisi hivi. Hata ofisi pia ilikuwa hamna, lakini nidhamia hiyo. Hata na balaa, si nidhamia gani zosikata wao? Siweke halaka tu. Tukajaribu kusomesha pale, lakini mimi nilikuwa bado sijakinai kwamba sasa nafanya da'wa. Ilikuwa jambo langu kubwa zaidi ni kutaka kwenda kusoma. Nilifundisha muda mfupi, si muda mrefu. Naamua kueleza haya ili mfahamu kwamba je, sikuwahi kuwa salafi? Basi Abu Hudhaifa kwa mapenzi yake yeye mwenyewe, bila masharti yoyote, alimtuma mmoja katika madereva wake, akamwambia pana akhi pale Pongwe anasomesha. Mimi nikaa msikitini nasomesha, yeye anataka kunipeleka mahali nipate mshahara, sitaki. Akamtuma bwana mmoja, dereva mzee mmoja, mpaka leo yuko hai, na bahasha, akamwambia hii mpelekee Qasim, huu ni mshahara wa miezi 3, na mimi kila mwezi nitampa mshahara. Ambia khairi, akaleta mshahara mwezi, nikaanza kupokea mshahara pale, alipa tu mwenyewe. Tena wakati huo maduati wal Haramain wapo shilingi 60,000 nyingi, lakini nilikuwa nadhani ndo dola 100 kwa wakati ule. Mimi nilikuwa napata shilingi 80,000, lakini nala nyumbani kwetu. Nikafikiria, nikaona mimi nitakwenda umra mwaka huu, ile pesa zangu nilikuwa naziweka.
nikaziweka pesa zangu kidogo kidogo, mpaka imefika wakati wa Ramadhani mimi nina zaidi ya 800,000 mfukoni. Nilipokwenda umra nilipita hapa Moshi wakati maswali pale uwani, na Al-Akhi Muhammad Mafuta ndugu yangu aliponidai yuko pale, nikapita na hapa nikaenda zangu Nairobi, nikapanda ndege nikaenda zangu Saudia, nikaenda zangu umra, nifika Makka na vyeti vyangu, nikaenda Umul Qura nikaviweka, nikaenda Madina nikakutana na ikhwa, nikaenda Jamia Islamia nikafanya mukabala. Mpaka baada ya Ramadhani nimerudi hapa, lakini nane yangu ilikuwa imebaki, sikuimaliza, sikuwa na matumizi, kwa sababu kanunua vitabu na hiki na kile na nini, basi nikarudi zangu.